Karibu sana kwenye EX Trending. Mimi naitwa mpekuzi.com. Kazi yangu ni moja, kukusogezea habari popote pale ulipo Tanzania na hata ukiwa nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni Game On TZ. Karibu sana. Tanzia iliyoweza kutofikia msanii ama mchekeshaji wa Tanzania anaitwa MC Pilipili, leo ikiwa ni Novemba 16 mwaka 2025 ameweza kufariki dunia. Nianze kuitoa historia yake pale ambapo alipoanzia. Jina lake kamili anaitwa Emmanuel Mathias almaarufu kama MC Pilipili, akiwa na uso wa uchekeshaji kama kazi yake ilivyo. Alizaliwa mtaa wa Airport mkoani Dodoma mjini mnamo tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 1985, akiwa na mtoto wa pili wa Bwana Mathias Matebe na Bi Mariam Matebe. Emmanuel alianza elimu yake ya shule ya msingi katika shule ya msingi Kiwanja cha Ndege, ambapo alisoma mpaka darasa la 4 na kuhamia shule ya msingi Ipagala, ambapo alimaliza elimu yake ya msingi hapo mnamo 2000. Akiwa shule ya msingi, Emmanuel, kijana mdogo na mcheshi, alijihusisha na masuala ya uchoraji, uimbaji, hata kucheza music, ingawa alikuwa na ndoto za kuwa mwandishi wa habari. Haikuwa hivyo kama vile ambavyo yeye alivyokuwa akitamani tangu pale alipokuwa akisoma elimu yake ya msingi. Mimi nilivutiwa sana na kazi za uandishi wa habari na nilitamani sana siku moja niwe mwandishi wa habari mkubwa na mwenye kujulikana taifa lote Tanzania na hata ikiwa nje ya mipaka Tanzania, japo ilikuwa ni kama ndoto, ilikuwa ni tofauti na vile ambavyo nilivyokuwa nikifikiri. Hayo ni maneno ya Emmanuel almaarufu kama MC Pilipili. Nikiwa na umri wa miaka 8 ilikuja bendi ya Afriso iliyokuwa chini ya Super Love Longomba, kaka wa Awilo Longomba. Nilitunzwa hela nyingi na ndio ilikuwa hela yangu ya kwanza, ambapo pia nilitumia kulipa kodi ya nyumba tulipokuwa tunadai pia kunuliwa debe la unga, kwani kipindi hicho baba yangu alikuwa muuza mishkaki na mama alikuwa anauza ndizi hospitali. Hivyo haikuwa rahisi kwa maisha yangu pendi pale nilipokuwa nikitaka kuwa mwanamuziki ama mwandishi wa habari. Ndoto yangu iliweza kufifia kutokana na elimu ama kipato cha wazazi wangu hakiweza kufika mahitaji, lakini niliweza ndoto yangu. Ipo siku nilitamani kuwa mwandishi wa habari. Hilo ilikuwa ni moja kati ya wazo ama ushauri ama vile ambavyo alivyokuwa akitamani MC Pilipili, lakini imekuwa tofauti na vile ambavyo yeye alivyokuwa akitamani. Hizo ni kama Zeze, Mapozi, Sea na hata Zuena. Emmanuel aliweza kutunukiwa cheti cha mtoto wa nuru kama mtoto wa mfano wa kuigwa katika kanisa la Baptist Bible Church, ambapo alikuwa akisali na familia yake. Baada ya kumaliza darasa la 7, Emmanuel alijiunga na shule ya sekondari Dodoma Sekondari mwaka 2001, ambapo ndoto zake za kuwa mwandishi wa habari zilipoanza kufunikwa taratibu. Akiwa sekondari, kama alivyo kawaida, huwa na masomo ya kuchagua kutokana na tabia yake. Mwalimu Kilele ambaye sasa ni marehemu aliweza kumshauri MC Pilipili kuwa ni jinsi gani ambavyo anavyohitaji kuwa yeye alivyo. Basi ni kitu pekee ambacho aliweza kumshauri ni kuwa mwalimu na si ndoto ile ambayo alikuwa akitamani ya kuwa mwandishi wa habari. Ilifika hatua kila ninachoongea na watu wakiangalia tu wanacheka. Mpaka darasani ilifika hatua nikinyoosha tu mkono kujibu swali, endapo mwalimu alikuwa akihitaji nijibu, watu huwa wanacheka. Nilijaribu kufikiri kwa nini watu ni pale ambapo nilipokuwa nahitaji mimi kujibu swali, pale ambapo nilipokuwa shule, watu huwa wanacheka. Hapo ndipo ilikuwa ni mwanzo wa kuanza kuwa mchekeshaji. Emmanuel alipendelea masuala ya sana, hali alivyoimpelekea kipindi chake cha uchekeshaji kukua hata kuanza kuwa mchehereshaji ama MC katika matukio mbalimbali kama birthday, send off, harusi na hata vipa imara. Baadaye kutunikiwa cheti cha special talent, ambayo kipaji maalum. Alipohitimu kidato cha 4 aliendelea na kazi yake ya uchehereshaji hata alipofika kuanza masomo ya kidato cha 5 na 6 katika shule ya sekondari Jubilee mkoani Dodoma. Baada ya kuhitimu kidato cha 6, Emmanuel MC Pilipili alipata ufadhili kutoka kwa wahisani, ambapo alipaswa kwenda kusomea ualimu.
Nilipata wakati mgumu sana kufanya uamuzi, kwani nilipenda kuwa mwandishi wa habari, na wakati huo huo mama yangu alisisitiza niende ualimu, kwani hata katika familia yetu hakuna hata mmoja aliwahi kuwa mwandishi wa habari. Hizo ni moja kati ya kauli ambazo zilikuwa zikiniumiza sana na kuniumiza kichwa. Ndoto yangu kubwa, nilitamani kuwa mwandishi wa habari, lakini moja kati ya vitu ambavyo waliokuwa wakinikatisha tamaa ni moja kati ya wazazi ambao walikuwa wamenilea na kunizaa kwa jumla. Emmanuel alikubali kwenda chuo cha ualimu Escofonde kilichopo mkoani Tanga. Alipofika chuoni hapo, alipata changamoto ya kusitisha tabia yake ya uchekeshaji, kwani alionywa na familia yake kuwa makini, kwani amefadhiliwa, hivyo akazana na kitu alichokifuata huko chuoni. Kwa kweli nilipata shida sana, kwani hata nikisimama kimya mbele za watu walikuwa wanaangua vicheko, wengine mpaka wanatoka machozi, alihadithia Emmanuel MC Pilipili. Waswahili husema maji ukiyavulia nguo sharti uyaoge. Emmanuel MC Pilipili alikuja kujuta kujiona kuyaoga maji hayo ya uchekeshaji, kwani alijikuta akianza kusherehesha katika matamasha mbalimbali ambayo ya kidini ndani na nje ya chuo kilipokuwa akisoma MC Pilipili. Leo ikiwa ni Novemba 16 mwaka 2025, MC Pilipili ameweza kuiaga dunia, na huyu ni moja kati ya watu maarufu kwelikweli nchini Tanzania wanaotoka pale mkoani Dodoma. Mwaka huo 2019, Emmanuel MC Pilipili alijikuta na majukumu makubwa sana kuhudumia familia yake, kwani yeye ndiye mtoto ambaye alikuwa na kipato ama alikuwa na uwezo angalau wa kuweza kuisaidia familia yake. Mwaka 2009, Emmanuel alijikuta na majukumu makubwa ya kuhudumia familia, kwani kipindi hicho baba yake mzazi alikuwa mgonjwa. Hivyo mama ambaye kwa wakati huo alikuwa ni mwalimu katika shule moja ya chekechea mjini hapo alikuwa anamuuguza baba yake nyumbani. Kwa bahati mbaya, tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2009 nilipoteza baba yangu mzee Mathias Mtebe. Niliumia sana, kwani tulibaki sisi na mama pekee yetu. Niliendelea kutafuta hela nyingi zaidi, kwani kipindi hicho familia yangu ilikuwa ikinitegemea kwa kila kitu kama baba, ili hali baba tayari ameshaweza kufariki. Aliajiliwa rasmi shule ya Jubilee Sekondari mwezi wa 7 mwaka huo huo, na kuendelea na kazi ualimu kama mwalimu wa masomo ya Kiswahili, historia, Bible knowledge pamoja na civics. Emmanuel ambaye kwa kipindi hicho jina lake la MC Pilipili ilikuwa tayari limeshajulikana zaidi kwa watu kupendelea kumtazama ama kufuatilia kazi ambazo yeye anazozifanya. Mapana zaidi kwa alikuwa uwezo wa kusafiri kwenda mikoani. Mwaka 2013 tarehe 30 mwezi wa kwanza, MC Pilipili aliacha rasmi kazi ya ualimu na kujihusisha moja kwa moja na kazi ya uchekeshaji, ushereheshaji, kazi ambayo ilimuingizia kipato zaidi akilinganisha na ualimu. Baada ya kuwa na safari ya sanaa kuja Dar es Salaam na kurudi mkoani Dodoma, niliikuta kwa kweli na kuja zaidi ya mara moja kwa wiki, na kwa bahati nzuri kipato kiliendelea kuwa kikubwa zaidi na mambo yaliendelea kuwa mazuri zaidi, huku MC Pilipili akiweza kutoa historia yake kwa ufupi kabla ya umauti kuweza kumkumba. Pilipili ameweza kualikwa bungeni ambapo alitambulishwa kama mchekeshaji wa Tanzania, kualikwa makanisa mbalimbali kutoa mafunzo ya mahubiri, pamoja na alifanya kazi ya jukwaa moja ya Eric Omondi kutoka nchini Kenya mwezi wa 12 mwaka 2013 katika hoteli ya Golden Tulip hapo kama mchekeshaji. Mtebe alikuwa ni moja kati ya vijana maarufu sana, alikuwa na heshima, mtulivu pamoja na msikivu, jina lingine akifahamika kama MC Pilipili. Nikitangaza tu hapa leo ikiwa ni Novemba 16 mwaka 2025, MC Pilipili hatunai tena duniani. Amefariki siku ya hii leo huko mkoani Dodoma. Pia alishauri serikali kurudisha masomo ya sanaa, kuweka walimu maalum wanaojua sanaa kufundisha masomo hayo, na kuwekewa watoto misingi mizuri ya kitu ambacho yeye aliweza kuishauri pale ambapo alipokuwa
maisha yake alipokuwa yakianza, pale ambapo alipokuwa amesoma kuanzia elimu yake ya msingi na mpaka pale ambapo alipokuwa amemaliza elimu yake ya sekondari pamoja na kuelekea chuo na kufadhiliwa na moja kati ya wafadhili ambao wao waliweza kumwamini kutokana na ubora na uweledi aliokuwa nao kichwani kwake na kuwa smart. Mimi naitwa Mpekuzi.com, nilikuwa nakupitia tu kwa haraka haraka kujua historia fupi ya MC Pilipili ambaye leo ni tanzia kubwa sana imetukumba wa Tanzania, huku tukiendelea kumpoteza msanii nguli kwelikweli, mchekeshaji, mshereheshaji, lakini pia mwalimu wa shule ya msingi, na aliweza kufundisha kwa baadhi tu ya shule na aliweza kufanya vizuri sana katika masomo yake ambayo alikuwa akiyafundisha. Leo ni nukuu tu kusema kwamba leo ni Novemba 16 mwaka 2025 tumeweza kumpoteza MC Pilipili. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Mimi naitwa Mpekuzi.com.